woseli yao wana wanenga woseli yao. Ndugu zangu, tunaadhimisha leo katika kanisa sherehe ya kupaa mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo, siku 40 baada ya kufufuka katika wafu. Tunaalikwa kuendelea kusherehekea ushindi huu wa Bwana wetu Yesu Kristo na kujifunza kwake na kutamani kuwa alipo yeye aliye kichwa cha kanisa, ndiye Mwokozi wetu. Katika somo la kwanza, mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume Luka anatupa habari juu ya namna gani au na lini Yesu alipaa mbinguni. Na katika Injili tunasikia habari za maagizo ya mwisho ambayo Yesu anawapatia wanafunzi wake kabla ya kupaa mbinguni. Tendo la Bwana wetu Yesu Kristo kupaa mbinguni linatupatia maswali mengi. Swali mojawapo ni lini Yesu alipaa mbinguni? Mwingine atajiuliza namna gani Yesu alipaa mbinguni? Mwingine atajiuliza kwa nini Yesu apae mbinguni? Mbona mitume na wanafunzi walishazoea kukaa naye? Mwingine bado atauliza mbinguni kwenye ni wapi alikwenda Yesu? Kwa hiyo tunakuwa na maswali mengi ambayo yanadhihirisha kwamba jibu tunalolitaka linaonyesha tunatamani kufika alipo Yesu, lakini Yesu anatuambia kuwa mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ndugu zangu, katika somo hili la kwanza tumesikia kwamba Yesu baada ya kufufuka aliendelea kujidhihirisha kwa wanafunzi wake, aliendelea kuwatokea wanafunzi wake kwa muda wa siku 40. Anawajia, anaongea nao, anawafundisha, anawatia moyo, anatoweka tena kwa muda wa siku 40. Zilipotimia siku 40 ndipo alipopaa mbinguni. Sasa wakati huo anakuja ndani ya hizo siku 40, alikuwa anatokea wapi? Kwa maana watu wanajenga swali, alipaa mbinguni lini? Mara tu baada ya ufufuko, Yesu anakutana na Maria Magdalena. Anamwambia, usiniguse, sijapaa bado kwenda kwa Baba, lakini nenda kawaambie wanafunzi wangu waende Galilaya, huko tutaonana. Inaonyesha kwamba Yesu alipaa mbinguni baada ya ufufuko, na siku hizi 40 alipokuwa anajidhihirisha kwa wanafunzi wake, anajidhihirisha kwa mitume, alikuwa anatokea mbinguni. Ukisoma habari za mateso Bwana wetu Yesu Kristo akiwa pale msalabani, anamwahidi yule mwizi ambaye alitubu, ndio leo hivi utakuwa pamoja nami paradisi. Mwingine atasema Yesu alipaa mbinguni lini? Tukisoma katika aya hii, lakini leo tunaposherehekea sherehe hii ya kupaa mbinguni Bwana wetu Yesu Kristo, siku ya 40 baada ya kufufuka kwake, kanisa linatupatia nafasi ya kutafakari kwa namna ya pekee zaidi
upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijidhihirisha kwa wanafunzi wake kwa muda wa kutosha ili kuwatia moyo na kuwapatia maagizo ya mwisho, maagizo ambayo yatawasaidia wao kusimama imara kama kundi linaloongoza kundi lingine, kusimama imara kama wale ambao wameishi karibu na Yesu kwa namna ya pekee zaidi, ili waweze kuwasaidia wenzao. Ndio maana katika somo la Injili Yesu anatuahidi kwamba yuko pamoja nasi. Mitume wanaagwa rasmi na Bwana wetu Yesu Kristo, na anawapa wosia, anawapa maagizo ya mwisho kwamba waende ulimwenguni kote wakatangaze habari njema ya wokovu, wakatangaze habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa lengo lipi? Kwa lengo la kuwafanya mataifa yote wawe wanafunzi wa Yesu, kwa kuwafundisha, lakini pia kwa kuwabatiza. Na anawaahidi kwamba wasiwe na hofu, kwa sababu Kristo mwenyewe yuko pamoja nao mpaka ukamilifu wa dahari. Wawafundishe watu wote ili waweze kuyashika yale ambayo Yesu Kristo mwenyewe amewafundisha wale wanafunzi. Huo ndio wajibu ambao sisi tumeupokea kwa sakramenti ya ubatizo. Kwanza, kuamini Bwana wetu Yesu Kristo yuko pamoja nasi siku zote, lakini pia kwamba tumepokea wajibu huu mkubwa wa kuwafanya watu wa mataifa yote kuwa wafuasi, kuwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwafundisha, lakini pia kwa kuwabatiza. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo anapaa mbinguni. Ninasema alipaa mbinguni saa 3 asubuhi. Jua likatoka hivi, akawa anapaa mbinguni. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki tunafundishwa kwamba mbinguni sio mahali kwamba kuna sehemu umefunga na mlango ukiingia pale tayari umeingia mbinguni. Mbinguni ni hali, tena hali ya utukufu, hali ya furaha isiyokoma, hali ambayo sisi sote tunatamani kuifikia. Ndio maana tunaishi tukimpendeza Mungu na jirani, tunaishi tukishika amri na maagizo ya Mungu ambayo yanatuwezesha sisi kuishi maisha ya hapa duniani kadiri inavyompendeza Mungu, ili baada ya maisha ya hapa duniani tuweze kufika mbinguni, kule ambapo Bwana wetu Yesu Kristo ametutangulia. Kumbe Yesu anapaa mbinguni ili kutuongezea sisi hamu, kwa vile mioyo yetu inatamani kuwa karibu na Kristo, mioyo yetu inatamani kufika kule aliko Kristo. Yesu anapaa mbinguni ili kutuongezea sisi hamu ya kufika mbinguni. Tena anapaa mbinguni ili kutuonyesha kwamba maisha ya hapa duniani tunapita, tunakwenda katika hali nyingine. Tukiishi na tukitenda kadiri inavyotupasa kutenda, tutafika mbinguni, tutapewa tuzo kama vile Bwana wetu Yesu Kristo anavyopaa mbinguni na kupewa tuzo au kupokea tuzo kwa kazi njema, kwa kazi nzuri iliyotukuka ya kutukomboa sisi wanadamu kimwili na kiroho aliyoitenda hapa duniani. Anapaa mbinguni. Nasi tumwombe Mungu atujalie neema ili siku zote maisha yetu ya hapa duniani tuishi tukimpendeza Mungu, tuishi tukimpendeza jirani, ili baada ya maisha haya tuweze kuvikwa taji ya utukufu, tuweze kupewa tuzo kwa maisha mema tuliyoishi hapa duniani, na hivyo kuishi na Bwana milele. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.